Leo nimekuja kutembelea kituo hiki cha mabasi kizuri na kimejengwa pia na mkandarasi ambaye pia namjua, Samota. Huyu ni mkandarasi ambaye huwa hana maneno, mimi namjua. Hata nilipokuwa mkuu wa wilaya ya Urambo niliwahi kuiomba kamati ya ushauri ya mkoa kwamba Urambo iruhusiwe kumchukua mkandarasi wa Nzega Samota akajizijenge barabara za Urambo, ikiwemo na barabara kutoka Tabora mpaka Urambo, kwa sababu mkandarasi alikuwa anajenga tulikuwa tukitoka huko ukifika Usoke barabara imekufa, ukija huko mbele mpaka kumekufa. Tukasema Samota ataijenga vizuri, na alipewa barabara, alijenga vizuri, namjua na ubora wake na ujua, na ndiye aliyejenga kituo hiki bora kabisa. Hongera sana wana Nzega. Wana Nzega, nimeshakamilisha kazi yangu ya kuzindua kituo. Kinatakiwa kianze kutumika. Nimepita kwenye mabanda yenu, nimeambiwa mgawanyo wa watakao shiriki pale. Moja ni wale wenye mabasi yote yanayoanza safari hapa, mawakala wana kwenye mabasi kutoka mbali watapata ofisi zao hapa. Jambo zuri kabisa. Mmetenga vibanda vya biashara. Jambo zuri, lakini havitoshi kwa matakwa na ukuaji wa mji wa Nzega. Nisihi halmashauri kule ambako naona kuna udongo na ukuta, pevu hizi na ukuta, ongezeni vibanda vya biashara. Ili mweze kuleta wafanyabiashara wengi zaidi. Huu ubunifu ambao mmeubuni ni mzuri sana, na mimi na usapoti, na ndio utasababisha mji huu kukua na kupanda viwango. Hata mkija kufikiria kuomba vya kuomba huko, inawezekana. Waleteni vijana hapa wajasiriamali wapate riziki yao hapa kupitia mapato haya. Najua nyewe wenyewe hamtaweza kwa sababu pato lenu dogo sana, nimeliangalia. Bilioni 3 kwa mwaka, fedha ndogo kwenu kama mji. Lakini mkijenga vibanda kule, mtakuwa mnaongeza pato lenu, mfike angalau bilioni 4. Endeleeni na utaratibu wenu wa kuzungumza na taasisi, na wizara pia taasisi za kifedha ziko hapo. Na nyinyi mnakopesheka. Kiomba kibali TAMISEMI. Lakini kule TAMISEMI kuna ile bodi ya mikopo ya TAMISEMI inayo fedha. Fanyeni utaratibu, mkamilishe mradi huo ili walete wengi zaidi hapa, alafu movement ya kifedha itakuwa inakuwa kila siku. Sasa basi, hivyo vibanda vichache vilivyopo na maeneo mliotenga kwa ajili ya mamalishe, wale walioanzilisha kituo hiki kwa wanapika chakula hapa, wanafanya biashara hapa, msiwahamishe hata mmoja, wote wabaki hapa. Mimi najua historia ya kituo hiki, watu wameanza kwa shida hapa, hata kuwavuta wale ilikuwa shida, ilikuwa lazima watu watangulie. Mimi nakwenda wakaanzisha hapa mamalishe, babalishe, walikuwa wamejitoa, akakimbia mji wakaja huku. Leo mna vibanda hivyo vichache, wapangeni pole pole kadiri ya uwepo wao, wakae hapa, wakae sasa kwenye kivuli, waanze kufanya biashara yao ya mamalishe, babalishe na biashara nyingine. Najua kwenye mchakato huu unakuwa na shida. Jana nilikuwa Igunga, wamejenga maduka vibanda 80. Nimewauliza mnawapataje wafanya biashara? Sawa, tumetumia mfumo wa Tausi. Huko ndani huko kuna moduli, maneno ya Kiingereza mengi. Wananchi hawa maneno haya yote hawayajui. Nikasema mfumo huu nimeshagundua mnajirenganyie wenyewe, mnaojua Tausi, mnaojua moduli, mnajua nini. Nenda pale, wanahangaika wale, wachukue wale, wasema wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, au tafuteni utaratibu wa wao kuja kujitambulisha kwenu, na mnawajua wanahangaika kila siku. Kwa nini mnapeleka moduli, Tausi, alafu majibu atoke TAMISEMI badala ya hapa halmashauri? Lakini nyie, sisemi neno kwa sababu vibanda ni vichache. Wale mtumieni mfumo, ameniambia Mshitiri kwamba wamepanga utaratibu wa wazi, wamewaita pamoja, hao wachache wataweza kufanikiwa. Lakini nataka niwasihi watumishi wa halmashauri, vyumba vichache hivi waacheni wananchi waingie wao.
Tusije tusikie mkuu wa idara ndio amechukua vibanda viwili wakati vibanda vyenyewe viko 6 na vitoshi hata kwa hawa waliotangulia hapa. Tumieni utaratibu huo, wafuateni hawa machinga wenyewe, wafuateni hawa ambao wanataka bidhaa zije hapa, waingie hapa. Tutaweza kujenga uaminifu wetu kwa wananchi wetu, namna ya kuwatumikia. Kwa hiyo, kwa kuwa wengi ni wafanyabiashara wala wakata tiketi hapa, najua wale hawana shida, makampuni yanajulikana, yako wazi, wapate mabasi, nafasi zao, mabasi yote yaanze safari hapa, yanayotoka huko yaje hapa. Wakina Nasoro Bus Service wawe na ofisi hapa, wakina nani na service nini waje hapa, wakina Maskat nani si kochi waje hapa, ili kila mmoja achague basi anayotaka akiwa hapa. Na halmashauri endelea kufanya maboresho eneo hili, kwa sababu tunahitaji hapa pawe smart. Mazingira haya lazima yawe smart. Wale wote watakaoingia humu wapewe masharti ya kupafanya mahali pao pawe smart. Tusishuhudie manailoni ya juisi yamesambaa, chupa za maji zimesambaa. Hapana, lazima tuwe na utaratibu. Kwa hiyo watumishi, yule ambaye anahusika na kituo hiki, wekeni utaratibu mzuri, tueni maelekezo mazuri, mwe mnakutana mara kwa mara, waambieni namna ya kukitunza kituo chetu ili mazingira yake yawe ya kuvutia.